Karibu sana wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Serikali ya Bwana Ruto pamoja na waziri wake mwenye anaitwa Alfred Mutua wameingia kwenye mashaka kwa kusababisha maafa ya vijana ambao wangejenga kesho Kenya yetu. Mwaka uliopita serikali iliweza kutangaza kwamba imepata kazi katika taifa la Russia. Kazi majuu. Hii ambao serikali ya Bwana Ruto inajisifu kwamba wameweza kutafutia vijana kazi ya majuu waende kufanya, eti kwamba Wakenya hawabagui kazi. Tunavyozungumza sasa hivi vijana ambao walipelekwa na serikali ya Bwana Ruto Russia wamekufa. Wamekufa kivipi? Vijana walihadaiwa na hii serikali ya Bwana Ruto kwamba wanaenda kupewa kazi kwa factories kufanya, lakini serikali hii ikaambulia kuwapeleka kuenda kukaa wanajeshi katika taifa la Russia, na taifa hilo la Russia baada ya kuwapea mafunzo ya mwezi mmoja wakawapeleka kwenda kupigana na taifa la Ukraine. Kwa bahati mbaya wakauawa. Cha kushangaza ni serikali iliweza kuwezesha usafiri wao kutoka taifa letu la Kenya kuelekea Russia. Sasa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameweza kulaumu William Ruto pamoja na serikali yake ikiongozwa na waziri wa masuala ya kazi Alfred Mutua kwa kuwapotosha vijana wa Kenya kwamba wanawapeleka Russia kuwapea kazi nzuri, lakini vijana hawa wakajipata kwenye sehemu za mapigano. Akizungumza kipindi ambapo alikuwa kwenye hafla ya Rurashio, hafla ya kupeana mahari, mahala ambapo ndugu yake Moses Kuria aliweza kumuita Rigathi Gachagua kuwa mgeni wa heshima kwenye ndoa yake ambayo watafunga na mke wake hivi karibuni. Gachagua mnamo siku ya Jumamosi aliweza kufichua kwamba vijana wengi kutoka taifa letu la Kenya waliweza kuambiwa na serikali ya Bwana Ruto kwamba wanachukuliwa hapa nchini Kenya waende kufanya kazi kwa viwanda, factories, pamoja na kukuwa madereva katika taifa la Russia, lakini walipofika Russia wakalazimishwa kuingia kwenye kikosi cha wanajeshi, wakapewa mafunzo ya mwezi mmoja, lakini wakaenda kupigana na Ukraine. Sasa Gachagua anasema kwamba hawa vijana ambao walipelekwa kwenda kupigana na Ukraine hawakukuwa na mafunzo jinsi ambavyo wanajeshi wa Ukraine wako na mafunzo. Hawa vijana wanatolewa katika taifa letu la Kenya wanaenda kupigana na drones. Sijui kama unanielewa. Ukraine ni drones zinapigana. Wanaenda wanapewa mafunzo ya mwezi mmoja, wanapewa combat, sijui inaitwa combat. Kisha wanawekwa mstari wa mbele kwenda kupigana. Watoto wa watu sasa hivi wamefariki. Gachagua anasema hivi: tunahisi uchungu kwa sababu serikali ya Bwana Ruto iliweza kuwadanganya watoto wetu kwa kuwaambia kwamba watawapea kazi nzuri. Walielezwa kwamba wataenda kufanya kazi katika viwanda pamoja na kukuwa madereva katika taifa la Russia, ila wakajipata kwenye mapigano. Kwa sababu alisema kwa lugha ya Kimombo kwamba we are feeling pain because Ruto lied to our children by promising them jobs. They were told they were going to work in factories and drive vehicles, but when they reached Russia, they were told to go to war. Ni ukweli. Juzi nimeona kuna chapisho ambalo liliweza kutolewa likionyesha waziri wa kazi Alfred Mutua akijipiga kifua kwamba Wakenya ambao aliweza kujazia kutoka kwa taifa letu la Kenya kuondoka hapa nchini Kenya kwenda Russia wamefika na watapata kazi. Sasa kiongozi huyo
ambaye ni naibu wa zamani wa taifa letu la Kenya anaeleza kwamba vijana hawa waliweza kupewa silaha za mapigano na wakawekwa mstari wa mbele, mahala ambapo walipatana na maafa kwa kupigwa risasi. Vijana wengine waliweza kuwekwa kwenye sehemu ambazo yani zinaitwa ni freezing weather, yani unaona hichi kipindi cha winter kuna snow. Vijana wengi walirushwa kwenye snow ipo, sasa wanafika unakuta kwamba wanagandana, hata kupiga risasi wanashindwa. Nakumbuka kwamba wanapigana na drones. Sasa Gachagua anasema kwamba our children are dying because of cold weather, bombs and bullets. Some came back as cops, others never came back at all, and families are forced to conduct mock burials. Uliona juzi siku ya Ijumaa jana tu ama Alhamisi, niliona familia moja ikizika sanduku bila mwili kwa sababu ndugu yao aliweza kuaga katika taifa la Russia na hawana pesa za kuweza kumtoa pale. Na chanzo cha watoto wetu kuuawa Russia ni hii serikali ambayo inasema kwamba hawachagui kazi, wanawatoa watoto wetu Kenya wanaenda kupigana upande wa Russia. Kazi ndio tunajua kwamba imeweza kukosekana, lakini serikali itawezaje kuwatoa Wakenya hapa nchini Kenya wawapeleke Russia waende kukuwa wanajeshi? Imagine mnamo siku ya Ijumaa tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2026 Ukraine iliweza kutangaza kwamba wamepata miili mingine miwili ya Wakenya ambao waliweza kuaga dunia pale. Kwa sababu hizi ni taarifa ambazo zimeweza kutangazwa mpaka na serikali, sitakuwa vibaya kuweza kuwataja wale ambao, haitakuwa vibaya kuweza kuwatangaza wale ambao waliweza kuaga. Mmoja mwenye alipatikana kati ya miili miwili ambayo ilipatikana siku ya Ijumaa ni Ombrori Dennis Bagaka mwenye alikuwa anafanya kazi ya kuwa mwanajeshi na alitolewa katika taifa letu la Kenya kuelekea Ukraine, yani kuelekea Russia kama wanaenda kufanya kazi kwa factory. Wengine ni Wahome Simon Gititu ambao walitolewa hapa nchini Kenya kuelekea Russia, yani Russia. Lakini kwa bahati mbaya waliweza kupatana na mauaji. Sasa kulingana na Ukraine, wawili hao waliweza kutambulika kutokana na vyeti vya usafiri, ukipenda passport, pamoja na personal documents ambazo ziliweza kupatikana mahala ambapo miili yao iliweza kupatikana, karibu na mahala ambapo mwili mwingine wa Clinton Nyapara Mogesa uliweza kupatikana ukiwa umeuawa. Ukraine inasema kwamba watatu hawa waliweza kuletwa na serikali ya Bwana Ruto wakiwa wamepewa ahadi kwamba watapewa stable well paying security related jobs, yani waliambiwa kwamba wakifika Ukraine watapewa kazi nzuri ya ulinzi ambayo itakuwa inawapea pesa nzuri. Kitu ambacho kimeweza kuzua hisia mseto katika taifa letu la Kenya. Mfano, wacha niweza kukutafutia chapisho ambalo lilitolewa na waziri wa William Ruto ambaye ni Alfred Mutua, akiwa anasema kwamba amewaelekeza Wakenya kwenda kufanya kazi katika taifa la Russia. Unajua jamaa nyingi ama jamaa wengi wamekuwa wakililia wapendo wao waliweza kutolewa hapa nchini Kenya kuelekea Russia kwenda kufanya kazi, na unaona kitu ambacho kimeweza kunishangaza ni kwamba serikali ndiyo iliweza wafanyia kila kitu mpaka usafiri, vyeti vya usafiri. Serikali inasema kwamba iliwapeleka kuenda kufanya kazi ili kufukuza umaskini. Ndio tunaelewa kwamba kazi imekosekana katika taifa letu la Kenya, lakini mbona serikali hii ya Bwana Ruto iweza kuwahadaa Wakenya kwamba wanawapeleka kazi katika factories, vile vile iwadanganya Wakenya kwamba wataenda kufanya kazi ya udereva, lakini wanapofika upande wa
Russia wanamalizia kuwekwa katika mapigano, kukua maafisa wa jeshi ambao hawana mafunzo. Mfano ukiangalia hapo 2025 June tarehe 26, Alfred Mutua aliweza kuandika kwamba the first group of Kenyan workers arrived safely in Russia and they were warmly received by Kenyan's ambassador to Russia, Ambassador Peter Mchuki. A proud moment as they begin a new chapter to build their future, make their dreams come true and uplift their families. Hawa ndio wameweza kuaga dunia, mpenzi mtazamaji, na ni kitu cha kushangaza mpaka serikali eti kwamba ni inaunda vijana waweze kutoka katika taifa letu la Kenya waende kupigana upande wa Russia. Ni huzuni. Badala ya kuundia Wakenya kazi katika taifa letu la Kenya, wameanza kuwauza Wakenya kutoka taifa letu la Kenya kwenda kufanya kazi za utumwa nje ya nchi. Hizi pesa ambazo William Ruto anaongana kununua viongozi, kununua wananchi wakuje kumpigia kura, zile ambazo wameweza kuiba na hii serikali, mbona wasiketi chini waundie vijana kazi kuliko kuwauza kuelekea Russia waende kuaga dunia eti kwamba wao ni wanajeshi? Hii serikali imeweza kufail, imeweza kuangusha Wakenya kabisa. Bwana Ruto, fanya kila uwezalo uweze kutoa watoto wetu Russia ambao uliweza kuwapeleka. Mimi ni Bwana Ezra, asanteni sana kwa kunisikiliza. Unashangaa nini mpenzi mtazamaji? Serikali ndio iliweza kuwatoa wananchi Kenya. Asante sana.